بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tunaendelea na kitabu chetu Mtume sallallahu alayhi wasallama ndani ya Ramadhani. Na leo tupo katika kikao chetu cha 6 ambacho ni tawjihuhu sallallahu alayhi wasallama bil muhafadhati ala sawmi. Mwelekezo wa Mtume sallallahu alayhi wasallama kunako kuhifadhi swaumu, kuilinda swaumu, kuichunga swaumu isiharibiki. Hadithi ya Asim ibn Laqit ibn Sabira kutoka kwa baba yake Laqit ibn Sabira, Allah waridhie wote, kasema, nimesema ewe Mtume wa Allah, niambie kunako udhu, nijuze kunako udhu. Mtume alayhi salatu wasalama akasema, asbighil wudu'a, kamilisha udhu, pendezesha udhu, fikisha udhu mahala panapohitajika maji yafike, wa khallil baina al-asabi', na upitishe maji kunako baina ya vidole, kuosha baina ya vidole, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima, na upandishe maji kwenye mapua, uyavute maji puani, isipokuwa ukiwa upo ndani ya swaumu. Bimaana ukiwa ndani ya swaumu usivuti maji puani. Hadithi amepokea Imam Tirmidhi na Imam Nasa'i na Imam Ibn Majah, na Imam Tirmidhi akasema hadithun hasanun sahih, yani akaisahihisha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kwenye darasa letu hili leo, vipi mwelekezo wa Mtume katika kuilinda swaumu? Utailinda vipi swaumu yako? Haya ndio ambayo tunayosoma leo. Anasema Sheikh, ihtamma bisiyami hata la taqa fil mufattirat. Jihitamu na swaumu. Jihitamu na swaumu yako ili usijikuti umekuja kuangukia katika vitu vinavyoharibu swaumu. Fayadhhabu swawmuka, swaumu yako ikawa imeondoka. Wa min alihtimami bisiyamika, na miongoni mwa vitu ambavyo vitakusaidiza wewe kujihitamu na swaumu yako, kujihimiza na swaumu yako, kuihifadhi swaumu yako. Idha tawadda'ta fala tubaligh fil madmadati, utakapokuwa unatawadha basi usivuki mipaka, usizidishi katika kutikisa maji kinywani. Bimaana mtu unaweka maji kinywani, unainua kichwa juu, maji unayachezeshea kwenye koo. La, usifanye hivyo. Fayadkhulu alma'u ila halqika, maji yakaja kuwa sababu ya kuingia katika koo yako. Unapochezeshea maji kinywani, yanaweza yakapenya yakaoromoka. Kumbe jichunge. Wala tubaligh fil istinshaqi, na wala usizidishi katika kuvuta maji puani. Fayadkhulu alma'u ila halqik, maji ukajikutana yameingia katika koo, maji umeyavutia puani yakawa mipita katika baadhi ya tundu za mapua, yakateremka kwenye koo, ukajikutana umemeza maji. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam amemwambia Laqit ibn Sabira, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima, na uzidishe maji, vuta maji mapuani isipokuwa utakapokuwa mwenye swaumu. Hii yote ni katika njia ya kuweza kuilinda swaumu. Mtume anatuelekeza tujiweke mbali na vitu ambavyo vitakuwa sababu ya kuweza kuharibu swaumu. Kwa hiyo i'lam innaka idha balaghta fil istinshaq wal madmadat mutaammidan فدخل الماء إلى حلقك فإنك تكون قد أفطرت متعمدا فاتق الله رحمك الله. Tambua ya kwamba i'lam annaka idha balaghta fil, elewa, tambua ya kwamba utakapovuta maji mapuani ukazidisha kipimo, wal madmada, au na utakapotikisa maji kinywani mwako kwa kusudi, kwa hali ya kuzidi mipaka, maji ya kwenye koo yako
Kwa hiyo utakapochezesha maji wakati wa kutawadha kwa kusudi yakawa mipenya kwenye koo, Sheikh anasema elewa ya kwamba utakuwa umeharibu saumu yako kwa rahimakallah. Mche Allah, Allah kurehemu. Jambo lingine katika njia za kuihifadhi kujihitamu na saumu yako uweze kuilinda, idha kunta mutazawijan jadida, utakapokuwa ni mwanandoa mpya, wadakhala alayka ramadhanu, na Ramadhani kama imeingia bado ngaliki mbichi kwenye ndoa, watakhsha ala nafsika idha iqtarabta min zawjatika, na ukajichelea mwenyewe kwamba utakapomkurubia mke wako an yahsula minka inzalu almaniyi bimubasharatiha wa taqbiliha, ukachelea kwamba utakapomsegelea mke wako unaweza ukajikutana umetokwa na maji ya uzazi wakati wa ile michezo yawe na mke wako, au kumbusu mke wako ikapelekea ukatokwa na maji ya uzazi. Au yahsulu lizawjati inzali maniyi, au yahsulu lizawjati inzalu maniyin idha qabbalta au idha qabbalat zawjaha au basharatuhu, au mke akachelea naye pia labda anaweza akatokwa na maji ya uzazi pindi atakapombusu mume wake au atakapocheza na mume wake, fa innahu yahrumu ala zawji wa alaiha dhalika, kwenye hali hiyo inakuwa ni haramu kwa mke na mume kufanya michezo yoyote ambayo itakuwa sababu ya kuwafikisha kuharibu saumu yao, lianna al-inzala bil mubasharati au taqbili yufsidu sauma, kwa sababu kutokwa na maji ya uzazi kwa ajili ya michezo ya baina ya mke na mume au kubusuana, hiyo inaharibu saumu. Fakun hadhiran ayuha ar-rajul wal mar'a, kuweni wenye tahadhari ewe mwanamume na mwanamke, wala tufsida sauma ba'dhi ayami ramadhana, na wala msiharibu saumu ya baadhi ya siku za Ramadhani. Funga Ramadhani yako kwa ukamilifu, muombe Allah uimalize vyema. Wattaqullaha, na mumuogope Allah. Waliyajitani bi kullu minkuma al-akhara bin-nahari tarikan shahwatahu hatta ba'da ghurubi shamsi, na kila mmoja miongoni mwenu ajitenge mbali na mwenzake mchana wa Ramadhani kwa kuacha matamanivu yake, kwa kuacha shahwa zake hadi pale jua litakapozama. Jua likizama, yalla kuwa huru. Kwa hadithi ya Abu Huraira anasema kwamba kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yaqulu Allahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu nami ndiye ninayelipa. Yada'u shahawatahu, mwanadamu au mwenye kusaumu anaacha vitu vyake vyote vya matamanivu, wa aklahu, na chakula chake anaacha, wa sharbahu, na kinywaji chake, ajili, vyote hivyo anaviacha kwa ajili yangu mimi, yani kwa ajili ya Allah. Wasaumu junna, na saumu ni ngao. Walisaimi farhatani, na mwenye kufunga anapata furaha mbili. Farhatun hina yuftiru, ana furaha wakati anapofungua. Wa farhatun hina yalqa rabbah, na anakuwa mwenye furaha pindi atakapokutana na Mola wake. Wala khulufu famisaimi atyabu inda Allahi min rihil misk, rehe ya kinywa ya mwenye kusaumu mbele ya Allah inatoa rehe nzuri zaidi kuliko miski. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari. Mahallu shahid, yada shahawatahu, tunapohitajia sisi kwenye hii hadithi ni hapa ambapo Mtume amesema anaacha shahwa zake, anaacha matamanivu yake, vyote mtu anayekana mbali kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imepokea al-Bukhari. Jambo lingine, idha kana taqbilu au al-mubasharatu la yukhsha minha inzalu al-mani, ikiwa kubusu au kucheza baina ya mke na mume hakuna hofu yoyote ambayo itasababisha kutokwa na maji ya uzazi, wayastati'u ar-rajulu wal-mar'atu an yumsika nafsahu fi dhalik, na mwanamume
na mwanamke kila mmoja anaweza akajiziwia kutokwa na maji ya uzazi, fa innal mubasharata au taqbila tajuzu lahuma, basi mubashara, kushikana mke na mume, michezo baina yao, busu, inajuzu. Na hii ni kupitia hadithi ya Aisha kusema kana nabii sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa saim, kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa kibusu wake zake na akicheza na wake zake alikuwa ni mwenye kuswaumu. Wakana amlakakum liirbihi, hapa ndipo pazingatiwe vyema, wakana amlakakum liirbihi, lakini mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwenye kuweza kumiliki matamanivu yake zaidi kuliko nyinyi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Anasema kalimatul mubashara, neno mubashara maana yake mulamasatu zawjati min ghairi jimaa, ni kushikana kwa mke na mume au kumshika mke pasina kukutanana kimwili, pasina kufanya tendo la ndoa. Amlakakum liirbihi, neno amlakakum liirbihi maana yake aqwa minkum, alikuwa ni mwenye nguvu zaidi kuliko nyinyi. Wadabit wa adbatu li nafsihi min alwuqu'i fi ma yatawalladu 'ani almubasharati min alinzal, na alikuwa ni mtu mwenye kujidhibiti kutokuanguka katika kila kitu ambacho kinaweza kikatokana na ile michezo ya wanandoa ikaja kusababisha kutokwa na maji ya uzazi, au ma tajurru ilayhi min aljimaa, au alikuwa ni mwenye kujidhibiti kutokana na vitu ambavyo vinaweza kumvuta hadi kufikia kwenye tendo la ndoa. Wal irb alhajatu, na neno al-irbi manake ni haja, shida. Wa yutlaqu ala al-'adl, na wakati mwingine neno al-irbi linatumiwa katika kiungo, bimaana alikuwa ni mtu mwenye kumiliki sehemu zake za siri ili kuto kuingia katika tendo la ndoa ikawa imeharibika swaumu. Kwa hiyo wewe mwanadamu, jilinde mbali na kila kitu ambacho kinaweza kupelekea kuharibisha swaumu. Kaa navyo mbali, jikaze mpaka itakapozama jua, kuwa huru kwa mke wako. Haya ndio ambayo tulikuwa tunakumbushana kwa siku yetu hii ya leo. Allah akituwafikisha tutakuja kuendelea katika nukta ya 6 kwa tawfiki yake Allah. Adha billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.